Hii ni sehemu ya 5 ya simulizi ya Nyuma ya Pazia. Katika sehemu iliyopita tuliishia pale ambapo Ramlat alimpigia simu mama mkwe wake na kumuuliza kuna nini hasa nyuma ya pazia, na huku akitishia kuondoka iwapo hatopata majibu ya kueleweka. Baada ya kuona nimechachamaa, ilibidi mama mkwe anitulize na akaniambia, Ramlat mwanangu, tafadhali na kuomba usiondoke, na kuahidi kipenzi changu, siku tutakayokutana tena nitakueleza kila kitu. Mama mkwe aliniomba na mimi nikamwambia, itakuwa vyema tukikutana leo. Ndiyo, tukutane leo, sina muda wa kupoteza tena. Nataka kujua kila kitu. Hebu niambie mama, tukutane wapi? Mama mkwe akaniambia, sawa kipenzi changu. Sasa tukutane kwenye ule mgahawa ambao vikao vya kamati ya harusi yenu vilikuwa vinafanyika. Ukishafika hapo tu, wewe nisubiri, kisha na mimi nitakuja muda si mrefu. Baada ya kusikia hivyo, nikamwambia, kwa hiyo mama, yaani kumbe uko hapa hapa Arusha, alafu hata kuja kuniona tu unashindwa. Kweli mama? Mama mkwe naye akasema, usijali kipenzi, tukikutana nitakueleza kila kitu. Alafu pia, ukiwa unatoka hapo, hakikisha hakuna ambaye anajua ya kwamba unakuja kukutana na mimi. Tena hata usitoke na gari. Cha kufanya, wewe request tu mtandaoni, halafu njoo mpaka kwenye ule mgahawa. Baada ya mama mkwe kuniambia hivyo, nilimjibu. Nikamwambia sawa mama, nipe dakika chache tu, kisha nikakata simu. Nilijiandaa vyema na baada ya hapo, nikatoka huku nikihakikisha ya kwamba hakuna anayegundua ni wapi ninapokwenda. Ilibidi nimpigie simu mume wangu Jamali ili nipate ruhusa yake kutoka, na bado sikuwa na uhakika ni wapi nimwambie naenda, kwa kuwa nilihofia anaweza akamueleza mke mkubwa. Basi ikabidi nimwambie Jamali ya kwamba kuna mzigo wa muhimu sana naenda kuchukua kwa rafiki yangu. Jamali naye aliniruhusu na alifurahi sana kwa kile kitendo cha mimi kumuomba ruhusa kabla ya kutoka. Nilipofika sebuleni, nilikuta familia nzima wapo wanaangalia TV. Kimoyomoyo nikajisemea, sasa hapa natokaje jamani? Nikawasalimia na nikamwambia bi mkubwa, mama, kuna rafiki yangu mtaa wa jirani hapo amejifungua, nataka niende nikamsalimie. Nilisema hivyo huku nikiwa na tabasamu, na Nadra akadakia, sema ukweli tu bwana, zimepita siku kadhaa kaka yangu hayupo nyumbani, unataka uende ukaonane na mchepuko wako huko hotelini. Maneno hayo ya Nadra yalinikwaza na nikasema, hapana wifi, mbona umefika mbali hivyo? Tafadhali bi mkubwa, naweza kwenda? Bi mkubwa naye akanijibu, ukiamua kubaki ama kwenda, hizo ni shida zako, kwani hiyo migusi yako wako? Kwa hiyo nenda tu, hata usijisumbue kunieleza chochote mimi. Hayo yalikuwa ni maneno ya bi mkubwa, na Nadra akadakia, msalimie huyo mbaba wako. Kiukweli maneno yale ya Nadra alinikwaza sana, ila nikaamua kuyapuuzia tu. Nilipofanikiwa kutoka nje ya jumba lile, nilipumua na nikajisemea, wow, nilimisi sana haka ka uhuru. Kumbe nje kuna kaubaridi kazuri hivi, yaani kule ndani ni joto muda wote. Nilisema hivyo huku nikivuta hewa nzuri niliyokutana nayo pale nje. Bahati nzuri ni kwamba taksi niliyokuwa nimerequest online ilikuwa imeshafika na dereva alikuwa ananisubiri tu, hivyo niliingia na safari yetu kuelekea mgahawani ikaanza. Nilifika mgahawani pale na nikaagiza kahawa. Kisha baada ya hapo nilimtumia ujumbe mama mkwe nikimweleza ya kwamba tayari nimefika, na akaniambia kuwa muda si mrefu na yeye ataungana nami hapo. Wakati nikiendelea kupata kahawa yangu taratibu, nyuma yangu kulikuwa kuna wanawake wawili ambao walizungumza maneno yalionishtua kidogo. Wa kwanza akasema, yaani nimetumia mbinu zote kujitongozesha kwa Jamali, lakini bado sikufanikiwa kumshawishi. Yaani pamoja na mwili wangu ulivyoumbika hivi, eti hajashawishika kabisa. Yule ni mpuuzi sana. Mwanamke wa pili naye akasema, hata mimi nilikuwa natamani tu anipe hata ujauzito ili angalau nikawe malkia kwenye lile jumba. Yaani huyo mke wa Jamali atakuwa na bahati sana, kwa sababu ndani ya jumba lile kuna maraha ya kila aina. Mwanamke yule wa kwanza akasema, Mwenyezi Mungu, hata mimi nataka kuolewa na mwanaume tajiri bwana. Haijalishi
hata nikiwa mke wa 3, mimi nipo tayari, ili mradi tu niepukane na haya maisha ya dhiki. Mwanamke yule wa pili naye akasema, hivi ni nani anayependa maisha ya dhiki? Yaani ikitokea nimepata nafasi ya kufanya mapenzi na Jamali hata mara moja na asiponipa ujauzito, basi nitafosi hata kwa mpenzi wangu anipe ujauzito kisha nimbambikizie Jamali. Yaani kuhusu hilo, naamini hata mtoto mwenyewe hawezi kunilaumu kwa kumbadilishia baba, halafu mtoto mwenyewe awe wa kiume sasa. Yaani najiona kabisa nikiwa nimezaa mrithi wa mali zote zile. Mwanamke yule wa kwanza naye akasema, halafu kitu kingine kinachonikwaza kuhusu Jamali, ni mpole sana. Yaani hilo linanikwaza sana. Kwanza nasikia leo amemfukuza kazi sekretari wake aitwaye Farida, eti kwa sababu Farida alikuwa anajitongozesha kwake. Yule mwanamke wa pili akasema, kwa hiyo kumbe tuko wengi tunayemtaka yule jamaa. Usijali, lakini ngoja mimi nipambane kupata nafasi kwake, alafu nitakufanyia mpango na wewe. Hivi tulipoenda kutoa salamu za pole kwenye msiba wa baba yao, uliona lile jumba lilivyo kubwa? Yaani natamani sana nipate hata chumba kimoja tu ndani ya lile jumba. Niliwatazama wanawake wale na nikawaonea huruma akina mama ambao waliwazaa. Yaani wanachoamini wao ni kwamba kuolewa kwenye familia yenye utajiri basi utakuwa na uhakika wa furaha. Hawajui tu ndani ya lile jumba kuna mambo kweli kweli. Nikajisemea, yaani nyie laiti mngejua, mkipata nafasi ya kuwa ndani ya lile jumba mtaondoka wenyewe bila hata kufukuzwa. Na nikaendelea kuwaza, sio kila mwanamke amepangiwa kuja kuolewa na mwanaume tajiri kwenye maisha yake. Wengine wamepangiwa baada ya kuolewa wataupata utajiri pamoja wakiwa na waume zao, kwa sababu kinachomfanya mwanamke kuwa mke sio mke jina tu, bali ni jinsi anavyojitoa sadaka, jinsi anavyokuwa na subira na uvumilivu na mambo mengine mengi tu ambayo yanaijenga ndoa yake, na sio mapenzi pekee. Kwa mfano mimi, ndiyo nipo kwenye ndoa, lakini simpendi huyu mwanaume hata kidogo. Na pamoja na yote haya, bado naendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu amlinde na awe salama. Hebu fikiria sasa, vipi kama ningekuwa nampenda? Si ndo ningefanya mambo mengi zaidi kwa ajili yake? Hayo yalikuwa ni mawazo yangu. Na muda mchache baadaye, mama mkwe alifika akiwa amevaa nikabu. Mimi nikajiuliza, kwani nini kinaendelea? Mbona amevaa vile leo? Muda mchache baadaye, tulihama kutoka pale na tukaelekea sehemu ambayo ni VIP. Tuliingia wote mule na palikuwa pametulia kweli kweli. Hapakuwa na watu wengi. Tuliketi na mazungumzo yetu yakaanza. Mama mkwe akasema, naomba nisamehe Ramlat kwa kukufanya upitie hatari zote hizi. Nisamehe sana. Vipi lakini, unaendeleaje? Nikiwa mwenye huzuni nikamwambia, sina amani kwa kweli mama. Wewe pamoja na Jamali mmenitelekeza ndani ya nyumba ile. Sio sawa hivyo mjue. Kwa sauti ya utulivu mama mkwe akaniambia, naomba utusamehe kipenzi. Kila jambo linatokea kwa sababu. Vipi, upo tayari kunisikiliza? Huku nikijiweka vizuri nikamwambia, ndiyo mama, nipo tayari kukusikiliza. Mama mkwe akaanza, niliolewa na Mr. Othman miaka kadhaa iliyopita kama mke wake wa pili. Nilimpenda sana Mr. Othman kwa moyo wangu wote, lakini watu wake wa karibu hawakutaka niwe naye. Mke mkubwa alidhani ya kwamba mimi nimekubali kuolewa na Mr. Othman kwa sababu ya utajiri wake, lakini kiukweli mimi niliolewa na yule mzee kwa sababu nilikuwa nampenda kwa dhati, na naamini Mwenyezi Mungu alipanga iwe vile, mimi kuwa mke wa pili. Mzee Othman alinionyesha mapenzi ya dhati, yaani mpaka ilifikia hatua watu wakasema nimemloga, na hapo ndipo matatizo yalipoanza. Na matatizo hayo yalitoka kwa mke mkubwa pamoja na mabinti zake. Ilipotokea mzee Othman amesafiri kikazi, basi mke mkubwa atanifungia ndani ya chumba changu kwa siku kadhaa bila kupewa chakula, na hakuna mfanyakazi aliyethubutu kuniletea chakula kwa sababu walihofia maisha yao, walitishiwa kuuawa. Kulikuwa na mfanyakazi mmoja, binti mdogo hivi mwenye umri wa kama miaka 6. Huyu tulimtoa mtaani mimi pamoja na mzee Othman. Lengo langu ilikuwa kumpeleka shule, lakini mke mkubwa alipinga hilo na akasema yule binti anatakiwa kuwa mfanyakazi wa ndani.
na sio kusomeshwa kwa kutumia pesa za mume wake. Ili kuepusha matatizo, basi nikakubali. Yule binti akawa ni mfanyakazi wa ndani, na kiukweli kabisa yule ndiye alikuwa mkombozi wangu ndani ya ile nyumba, kwani alichokuwa anakifanya ni kunirushia mikate kupitia dirishani. Kuna muda alikuwa ananiwekea chakula kwenye mfuko na kunirushia kwenye chumba changu. Yaani muda pekee ambao nilikuwa nafurahia maisha ni pale ambapo mzee Othman alirudi kutoka kwenye safari zake za kikazi, kwani walichokuwa wanakifanya ni kunifungulia mlango na kunivalisha mavazi ya bei ghali ili kumwaminisha mzee Othman ya kwamba mimi nina furaha na ninaishi vizuri tu. Katika kipindi hicho tayari nilikuwa mjamzito, na nakumbuka kipindi kimoja mzee Othman alisafiri kwenda Dubai kwa takriban miezi 6. Kiukweli kipindi hiki nilisota sana. Maisha yalikuwa magumu. Ramlat mwanangu, nilinyanyasika sana kwenye mikono ya mke mwenzangu na binti zake. Walinipa mateso ya kila aina. Kutokana na hali ile ya mateso, ujauzito wangu ulitoka na hali yangu ilikuwa mbaya kiasi cha mimi kukaribia kupoteza maisha yangu. Kwa mara nyingine tena, yule binti alinisaidia kunirushia chakula ambacho aliweka kwenye mfuko. Nami kwa mwendo wa kutambaa nilijitahidi kufuata chakula kile, lakini sikufanikiwa kukifikia. Kutokana na kupoteza ujauzito ule, nilikuwa navuja damu muda huo. Binti yule baada ya kuniona mimi ninavuja damu, alipiga yowe. Yowe lile liliwafikia wafanyakazi wa kiume ndani ya jumba lile, na iliwabidi wavunje mlango wa chumba changu, na ndipo waliponichukua na kuniwahisha hospitali. Mungu mkubwa, mawazo yangu ya kwamba nimepoteza ujauzito hayakuwa ya kweli, kwani kiumbe kile tumboni kwangu kilikuwa salama kabisa. Ni vile tu nilipoteza damu nyingi kutokana na maisha ya mateso niliyokuwa nayapitia ndani ya jumba lile. Dokta alimpigia simu mzee Othman na akamweleza kuhusu hali yangu. Mzee Othman alipanda ndege mara moja ili kuja kuniona. Kiukweli, kutokana na hofu niliyokuwa nayo, sikumweleza sababu ya yote yale yaliyonikuta, lakini binti yule mdogo tuliyemwokota mtaani alimweleza kila kitu mume wangu. Kwa hasira, mzee Othman alikwenda nyumbani na kwa mara ya kwanza aliinua mkono wake na kumpiga sana mke mkubwa. Alimpiga mke mkubwa na akamuumiza kiasi cha kwenda kulazwa hospitali. Na kuhusu mabinti zake wawili, aliwapeleka kijijini wakakae huko kwa muda ili wajifunze adabu. Wakati mama mkwe ananisimulia yote hayo, machozi yalikuwa yanambubujika na akayafuta. Kisha akavuta pumzi na mimi nikamuuliza, baada ya hapo nini kilitokea mama? Mama mkwe akaendelea, Ramlat, yaani laiti ningejua nisingemruhusu yule binti mdogo kuzungumza mambo yote yale kwa mume wangu. Mimi na mke mkubwa tulilazwa hospitali kwa siku kadhaa na wote tuliruhusiwa kutoka siku moja. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali, mke mkubwa aliniahidi ya kwamba hatokubali kuona mimi ninazaa mtoto nikiwa katika ulimwengu huu, labda mbinguni. Nikawa namuomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Niliomba sana Mwenyezi Mungu anijalie muda wa kujifungua utakapofika nijifungue salama. Huyu mumeo Jamali unayemuona nilijifungua baada ya miezi 11 na sio 9 kama ilivyo kawaida, na nilijifungua kwa njia ya upasuaji. Baada ya upasuaji ule, ilisemekana ya kwamba nina dalili za kupata kansa ya kizazi, hivyo ikawalazimu madokta kukiondoa kabisa kizazi changu. Mzee Othman alifurahi sana nilipomzalia mtoto wa kiume na akatangaza ya kwamba Jamali ndo atakuwa mrithi na msimamizi wa biashara zake zote. Na kuanzia hapo tayari Jamali akawa na maadui, yaani kijana mdogo kabisa, malaika asiyejua lolote, akawa na maadui wanaomwombea kifo. Niliendelea kumwomba Mwenyezi Mungu anilindie mtoto wangu bila kuchoka. Kiukweli sikuwa na kazi nyingine zaidi ya hiyo tu, kumwombea mtoto wangu awe salama muda wote. Nilijitahidi kumkuza Jamali katika maisha ambayo yalimfanya asigundue ya kwamba kuna uadui baina yangu na mke mkubwa. Nilimfanya ajue ya kwamba ndani ya jumba lile hakuna chuki kabisa, lakini pia nilimwacha awe huru kwa mke mkubwa. Sikutaka kumwona mwanangu anakuwa
eti akimwogopa mke wa baba yake, na wote ndani ya nyumba ile wakawa wanamuigizia mwanangu kana kwamba wanampenda. Walifanya hivyo wakiamini ya kwamba mwanangu anaweza kuwasikiliza wao kuliko mimi, na alipofikia umri wa kuoa ikabidi nianze mchakato wa kufanya wewe uwe mchumba wake, kwa sababu mke mkubwa naye alishafanya mpango wa kutuma posa kwa binti wa rafiki yake. Mimi na mzee Othman tuligundua ya kwamba zile zilikuwa ni mbinu za kutaka kumwangamiza Jamali, kwa sababu lengo lao ilikuwa ni kumfanya binti huyo ajifanye kama anampenda kijana wetu na baadaye achukue kila kitu kutoka kwake. Kiukweli hujui tu Ramlat, hujui ni kwa kiasi gani nilifurahi wewe ulipokubali kuolewa na Jamali, kwa sababu hujui lolote kuhusu yeye. Ramlat, kitendo cha Nahida na Nadra kupelekwa kijijini ili wakajifunze adabu kilikuwa na matokeo mabaya sana, na mimi ndo nilimwomba Mr. Othman amrudishe binti yake mkubwa nyumbani. Lakini cha kushangaza sasa, Nahida aliporudi nyumbani alikuja akiwa na mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 2, na mtoto mwenyewe ni Aisha, yule mtoto wa nyumba ile. Kipindi ambacho Aisha ameletwa na mama yake ambaye ni Nahida, Jamali alikuwa ameshamzidi kwa miaka 10, na mpaka leo hii hatumjui baba wa mtoto yule, na ndo maana hata ni ngumu kuamini ya kwamba Nahida ana binti mkubwa vile. Na kutokea hapo pia mke mkubwa amekuwa anajifanya ya kwamba Aisha ni mtoto wake, lakini hilo sio kweli. Yule ni mtoto wa Nahida. Kutokana na yote hayo, wanaamini ya kwamba mimi ndo nilikuwa sababu ya wao kupewa adhabu ile ya kwenda kijijini. Hivyo wanachokitaka ni kulipiza kisasi kupitia mtoto wangu Jamali. Mama mkwe aliendelea kunisimulia mkasa wake ulionisikitisha sana, na nikamuuliza, "Mama, sababu ya kifo cha mzee Othman ni nini?" Mama mkwe akasema, "Muuaji ni miongoni mwao wale. Kuna kipindi mume wangu alikwenda Dubai kwa ajili ya kufanya check-up ya afya yake, na dokta akamwambia ya kwamba amepewa sumu na sumu hiyo haina tiba. Na baada ya mzee Othman kuligundua hilo, alinikabidhi biashara zake zote akiwa yupo kule kule Dubai, na akaniambia kwamba anahofia sana ni nini kitatokea baada ya yeye kufariki bila kuweka mipango sawa. Bila shaka hata wewe mwenyewe unashangaa, mbona ndoa yenu ilienda haraka haraka vile? Yaani uliolewa na mwanaume ambaye hata ukupata muda wa kumfahamu vizuri. Yote hiyo ilitokana na kwamba afya ya mzee Othman ilizidi kudhoofika na hakuwa na muda mrefu sana hapa duniani. Ndio maana alitaka ili jambo liende haraka haraka. Alitamani kukutana na mkwe wake kabla hajaaga dunia, na vile vile alitamani kushuhudia ndoa ya mtoto wake wa pekee wa kiume kabla hajaaga dunia. Alikuwa na furaha sana pale ulipokubali kuolewa na Jamali, na aliniambia nisithubutu kurudi ndani ya jumba lile hata nikisikia kwamba yeye amefariki. Naumia sana Ramlat, naumia sana kwa sababu sikuweza kusimama na mume wangu mpaka wakati wa pumzi yake ya mwisho. Baada ya mama mkwe kusema hivyo, alianza kulia na akaendelea, sikuweza hata kuushika mkono wa mume wangu wakati wa pumzi yake ya mwisho. Mzee Othman alijua kabisa nitakuwa kwenye wakati mgumu sana baada ya yeye kufariki. Ndio maana tulikuhitaji wewe Ramlat, uwe upande wa Jamali. Wakiaona mapenzi kati yako wewe na Jamali, haitakuwa rahisi kwa wao kumdhuru, na pia wanajua haupo tayari kumsaliti Jamali kwa ajili yao. Baada ya mama mkwe kusema hivyo, alinishika mkono na akaniambia, tafadhali Ramlat, fanya kila uwezalo kuhakikisha ya kwamba Jamali anagundua kuwa hakuna jema lolote wanalomtakia ndani ya jumba lile. Fanya kila uwezalo kuhakikisha ya kwamba anagundua ukatili wote na chuki walionayo dhidi yake, na njia pekee ya kushinda vita hii ni kwa kumwomba Mwenyezi Mungu tu. Usithubutu kwenda kwa mganga, usithubutu kutafuta msaada kwa binadamu kama wewe. Dakika zako 5 tu za kuongea na Mwenyezi Mungu, hasa nyakati za usiku, zitakuwa ni msaada mkubwa sana kwenye maisha yenu ya ndoa. Tahajjud ni ufunguo kwa kila gumu mnalopitia. Usije kufanya utani na sala Ramlat, shikamana sana na ibada. Baada ya maneno yale ya mama mkwe, nami nikamwambia, na kuahidi mama kwamba nitakufuta machozi na nitahakikisha unarudi ndani ya jumba lile
ukiwa mwenye amani. Inshallah kila kitu kitakuwa sawa. Uwepo wangu ndani ya jumba lile utarudisha amani, utulivu na upendo uliokuwa umepotea. Sintomwacha Jamali peke yake ndani ya jumba lile, na nitakuwa mke wake na nitampenda siku zote za maisha yangu. Nilimwambia hivyo mama mkwe, na akaanza kulia huku akisema, asante sana Ramlat. Nina furaha ya kwamba Jamali amempata mwanamke kama mimi. Mwenyezi Mungu akulinde wewe na akujalie watoto ambao watakuwa ndio faraja ya moyo wako. Asante sana binti yangu. Nilitazama saa yangu na nikagundua ya kwamba muda umekwenda. Ilikuwa inakaribia kufika jioni sasa, na ikanilazimu kuondoka ili kuepusha maneno ya hovyo kutoka kwa Nadra, ambaye anadai ya kwamba nilikwenda hotelini kuonana na mchepuko kutokana na Jamali kutorudi nyumbani kwa siku kadhaa sasa. Jukumu kubwa na la kipekee nililonalo kwa sasa ni kuhakikisha Jamali ananipenda kweli kweli. Nilirudi nyumbani, na nilipoingia ndani ya jumba lile niliangalia mandhari yake nzuri ya kupendeza na kulikuwa na utulivu kweli kweli. Lakini nyuma ya pazia sasa kuna mengi sana ambayo yanatokea. Mimi Ramlat, mke halali wa Jamali. Picha kamili la nyuma ya pazia ndo kwanza linaanza. Je, unajua ni nini kitafuata? Usikose sehemu ijayo.